Kwa kweli kwanza ijulikane, huu ni utangulizi na mukaddima katika hili swali. Ijulikane kwamba wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba na baada yao mpaka karibuni hapa, hapakuwa pako uwezekano wa elimu ya kuchukua kiungo cha binadamu unakiweka kwa binadamu mwingine. Hiyo elimu na huo uwezekano ulikuwaga haupo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio maana ni vigumu kupata hadithi au aya inazungumza moja kwa moja masala ya kuhusu kuhamisha kiungo kwenye mwili mwingine kutoka kwenye mwili mwingine. Pia ni vigumu haya masala hata kuyapata kwenye masala au kwenye vitabu vya ilmu vya ulama wa zamani. Mfano eti umeyapata masala haya kutoka kwa kauli ya Imam Ahmad au kauli ya Imam Abu Hanifa, kama jinsi inavyokuwa kwenye masala hili. Ni vigumu kupata masala kwa sababu wakati wao ni vitu vilikuwa havipo. Allahumma tu mtu anaweza akachukua kwenye vitabu vya ilmu mambo ambayo yanataka kufanana na hivi. Kuna mambo ambayo yanataka kufanana na hivi, mtu akachukua zile dalili na yale mambo akaleta katika huyu wakati wetu. Nikupe mfano ili unifahamu zaidi na ni faida ya nje. Katika madhhabu ya Hanabila wanasema wa yahrumu qat'u shay'in min atraf al-mayyit wa itlafu dhatihi wa ihraquhu walau awsa bihi. Maskini, eti ni haramu kukata kitu chochote kwa maiti au kukiharibu au kukichoma, hata ikiwa kama maiti amehusia, Bali fukaha wa Hanabila walifikia hatua ya kuzungumza haya masala. Yasikilize, yanaambatana masala yetu, kisha kuna faida ya nje. Ni masala yengine yanaambatana ya kwetu, na chukua hiyo faida ya malaki ndege mbili kwa juli moja. Hayo masala yengine utapata faida na haya kwetu. Wanasema wa in matat hamil biman yurja hayatuhu haruma shaqqu batniha min ajli alhaml. Eti ikiwa kwamba atakufa mwenye mimba, lakini kwenye mimba yake kuna kitoto, tunataraji kwamba kiko kizima, ni haramu kupasua ile mimba, ni haramu kupasua tumbo la maiti, muslimatan kanat au dhimmiyatan, iwe yule aliyekufa mwanamke Muislam au asiwe Muislam, lima fihi min hatki hurmatu mutayaqina. Anasema ni unakuwa umevua heshima ambayo ipo ya uhakika. So, kumpasua aliyekufa na pasua tumbo ni heshima yake hiyo. Liibqai hayatin mawhuma, mnapasua tumbo lake, mnamvua nguo. Kwanza mtu mkimuosha haifai hata kumtazama sehemu zake za siri. Sasa huyu kwanza mpaka mfikie kupasua tumbo lake, maana yake tayari kila kitu kiko wazi, mmeshavua heshima yake ambayo ni uhakika tuko nayo, kwa kutaraji maisha ya kitu ambacho hatujui kama kiko hai. Sasa utani kimekufa. Anasema, naendelea katika mfuqaha Hanabila, anna al-ghalib wal-dhahir anna al-walad la yaish, kwa sababu mara nyingi akifa mama mkamtoa mtoto kwenye tumbo lake, hata akiwa mzima hatoishi, anafanya siku ndogo anakufa. Wahtaja Ahmad ala dhalika fi riwayat Abi Daud bima rawat Aisha. Ahmad akatoa dalili kwenye hadithi ya kukataza kumpasua tumbo atakayekufa na mimba. Akachukua dalili ya Aisha radhiallahu anha, ni hadithi ambayo tutaita kwenye masala yetu, ichukue kwa kifupi, kwamba Mtume SAW amesema kasri
'adhmi almayit kakasri 'adhmi alhayy, kupasua mfupa wa aliyekufa ni kana kwamba ulipasua mfupa wa aliyekuwa hai. Alimamu Abu Daud katika masaili yake karatasi ya 150 anasema sami'tu Ahmad su'ila 'anil mar'ati tamutu walwaladu yataharraku fi batniha ayushaqqu anha. Aliulizwa Imamu Ahmad, mwanamke anakufa iko na mimba lakini wanaona tumbo lake linatingishika, sasa mtoto kama yuko hai wanaweza kupasua ile tumbo? Qala la, Imamu Ahmad akasema hapana, kasru 'adhmi almayit kakasrihi hayya, kupasua mfupa wa maiti ni kama kumpasua aliyekuwa hai, ni kama kumpasua aliyekuwa hai. Haya masala mtu anaweza kuchukua dalili ya kuhamisha kiungo cha mtu kwa mwingine, awe ambaye anachukuliwa ni hai au ni maiti, lakini unaona kama hawakuzungumza moja kwa moja. Tayari hapo umeshapata faida ya kwanza kwamba kuna dalili za zamani zinaweza zikaambatana haya masala lakini si moja kwa moja. Faida ya pili, tumesema ndege mbili, ndege moja ushapata. Ya pili, Alimamu As-Sayyid Muhammad Rashid Ridha hakuridhia hizi dalili, alifika anazungumza maneno mazuri marefu tu, mwisho tu akafikia kusema kwamba kupasua tumbo la aliyekufa kwa kutoa mtoto ambaye yuko hai si kupasua mfupa, kwa sababu hadithi inakataza, inasema kwamba ukimpasua aliyekufa mfupa wake kana kwamba alimpasua aliyekuwa hai. Kupasua tumbo sio kupasua mfupa. Hiyo ni dalili. Kisha kafika anaonyesha dalili kwamba ikiwa mtoto yuko hai inajuzu kumpasua, kwa sababu huko watoto ambao walipasuliwa kwa mtu aliyekufa wakaishi. Akazungumza dalili nyingi na maneno mazuri marefu mpaka al-Imam al-Albani kwenye Ahkamul Janaiz akasapoti maneno yake, akasema ndio kweli na ndio kauli ya jumhur kwamba mtu akifa tunataraji kwamba mtoto ambaye yuko tumboni kwake ni hai, basi itabidi apasuliwe tumbo, Hapo tayari ushapata ndege mbili. Ndege ya kwanza ya kuchukua dalili kwenye vitabu vya zamani vya kuambatana masala yetu. Ndege ya pili kwamba inajuzu kumpasua tumbo atakayekufa ikiwa tunataraji kwamba kilichomo tumboni mwake ni hai. Tuingiza kwenye masala yetu. Haya masala baada ya kujua kama wakati wa mtume hakuwepo, bali baada ya mtume hakuwepo, hani katika masala ya leo yamejitokeza leo. Ndio maana ulama wetu wa leo wakubwa wakatofautiana katika haya masala. Kuna wenye wameharamisha kama al-Imamu al-Albani, Ibn Uthaymeen, wakasema kuhamisha kiungo cha maiti au cha maiti aliyekuwa hai kwa mtu mwingine haikubaliki moja kwa moja, kwa sababu kwanza aliyekuwa hai ukimtoa figo limoja au kamtoa ini limoja, madaktari wanasema mtu anaweza kaishi na ini limoja au figo limoja, baadaye anza ile liini aliyobakia limoja au ile figo likimwaribikia na yeye sana kwa amejidhuru mwenyewe. Kisha wakatoa dalili ya hadithi Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam kupasua mfupa wa maiti ni vibaya, ni kama kumpasua aliyekuwa hai. Ibn Baz naye alikuwa katika masala, alipita marhala fulani, alipita vipengele, mwisho alikufa ametawakafu, kwa jinsi ninavyonifikia mpaka leo. Amesema masala la adiri, sijui hakika wake, kwa sababu masala hayana dalili iko wazi zaidi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kwenye Qur'an. Lakini baada ya mimi kuyafanyia utafiti uliotulia na pumzi zilizokuwa nyingi, nimepata masala yanagawanyika vipengele vinne. Vipengele vinne muhimu. Kipengele cha kwanza, ikiwa kwamba
mnataka kumweka kiungo ndugu yenu mgonjwa, mkakutana kiungo hicho ambacho mtakachomweka tayari kipo kwenye hazina hospitalini. Hiyo inatokeaga, nakutana wanaviweka kwenye frigo, viko tayari. Akija mgonjwa anahitaji, wanamweka. Sawa, hicho ni kipengele cha kwanza, nyeti. Ikiwa mgonjwa wenu alipata kiungo kiko tayari hospitalini, basi kumweka nacho hamna mushkila, haina tatizo. Kumweka nacho haina tatizo, kwa sababu akikataa akasema ni haramu, kile kiungo si kiko pale pale, watamweka mwingine. Kwa hiyo mwekeni. Sawa, hiyo ni sehemu ya kwanza, kipengele cha kwanza muhimu. Ikiwa kama mmeshakipata kiungo, hamkumkalifisha mtu fulani atoe wala nini wala maiti, mmekutana wameshakiweka hapo kiungo, vipo viungo viko hospitalini, hapo kumweka haina tatizo. Ushahidi, qala subhana, anasema litakasika, waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia, atakayempa mtu uhai kana kwamba aliwapa watu wote uhai duniani, kana kwamba aliwapa watu wote uhai. Kumbe kumpa mtu uhai ni jambo linahitajika, na hichi kiungo kinaweza kumletea mtu huyu uhai, basi awekwe. Hiyo ni Qur'ani, hiyo dalili ya Qur'ani inajuzisha hilo. Kwenye sura Al-Maida aya 32, mwanzo wa aya, Allah asema, min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard fakaannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'a. Hicho kimetoka njiani. Kipengele cha pili, kafiri anataka kukupa kiungo chake. Wewe ni Muislamu, unahitaji kiungo, na ambaye yuko tayari kukupa kiungo, kafiri awe maiti awe mzima, anasema mimi kiungo changu mnitoe, andika testament, anasema mimi viungo vyangu mvitoaje. Au ni kafiri, anasema bwana, jinsi ninavyokuona huko vibaya, mimi nitaweza nikakupa figo langu limoja au ini langu limoja. Usikatae Sheikh, hata ikiwa ni ndugu yako, usikatae hicho kiungo cha ukafiri. Hastahili kuishi huyo, hata kama hicho kiungo chake kimzuri akajifia safi. Unajua kwa nini? Kwa sababu Allah anasema kwenye suratu Ali Imran aya 178, anasema wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khayrun li anfusihim innama numli lahum liyazdadu ithma, wasizani makafiri kama kuwapa umri mrefu ni khairi kwao. Tunawapa muda mrefu ili wafanye madhambi mengi, wakungutwe, waadhibiwe. Kwa hiyo kafiri akikupa hicho kiungo usikiache, kichukue. Kwa Muislamu, maana unahitaji kiungo ambacho utakaa unamzukuru Allah, unasoma Qur'ani, thawabu zinaendelea, jina la Allah linatajwa duniani. Huyu kafiri yeye amtaji Allah, ijapokuwa mtu sasa kaslimu na yeye, lakini yeye taslimu ndio akitoa hicho kiungo. Kwa hiyo akitaka kukupa kafiri kiungo, wala usikatae, kichukue kwa mikono miwili. Hicho ni kipengele cha pili, hakina ishkali, kina ishkali. Kipengele cha tatu, mtu unataka kiungo, amekukubalia kukupa kiungo Muislamu mwenzako, labda mtoto anataka kumpa baba yake, au mke kumpa mume wake, mume kumpa mke wake, au tu mtu fulani anataka kukupa kiungo chake. Je, inajuzu? Na hili ndio linangojwa. Kwa watu walinipigia simu, wamelizungumza hili waziwazi. Kuna mtu anataka kujitolea ampe kiungo chake, kwa sababu inasemekana kwamba yeye akiishi na kimoja anaweza akaishi vizuri. Jibu ni kwamba hichi kipengele cha tatu hichi, na chenyewe kichunguza vizuri utakuta kina vipengele vitatu vingine vinaingia ndani yake. Kipengele cha kwanza, kuna kile kiungo cha mwanadamu
hata akikosa anaishi, haina neno, atakuwa tu upungufu kwenye maisha yake, lakini anaishi vizuri tu. Mfano, mtu ni kipofu, unataka kumpa jicho, au mtu aonaje, unataka kumpa kile kitu kwa ndani ya macho ili na yeye anaona. Wewe ambao uko hai, hapa tunazungumzia ambaye uko hai, ndio anataka kutoa, ndio kipengele cha 3. Tunakwambia haifai shekhi. Maana yake uko na macho yako mawili, yeye alikosa macho yote mawili, unatoa jicho lako limoja unampa, au ikaje jicho na wewe kajicho, mambo gani haya? Mwachie mtu akiwa kipofu sana ishi vizuri tu. Mtu akiwa kipofu anaishi vizuri, hata kufa. Kwa kipofu hufi, atatembea, ataenda kusali, atapelekwa, atakogota. Kuna vipofu vingine wanapelekwa na mbwa, kuna vipofu vingine wanapelekwa na fimbo yake anashaelewa, anampeleka. Kumpa jicho haipendezi, haifai. Kipande cha pili katika hii pointi ya 3 ni kiungo ambacho kimpa mwenzako unakufa. Uko hai unasema mimi niko tayari kufa, huyu aishi. Hicho hakijuzu, kwa sababu Allah tabaraka wa taala anasema wala tulqu biaidikum ila tahluka, msitupi, yani msijitupi kwenye maangamizo. Sura al-Baqara aya 195. Na kwenye aya nyingine sura an-Nisa akasema wala taqtulu anfusakum inna Allaha kana bikum rahima, msiui nafsi zenu, Allah anakuhurumieni. Na kipande cha 3 katika hii pointi ya 3 ni kiungo ambacho unaweza kumsaidia mtu akaishi na wewe, hata ukikitoa kile unaishi. Na ndio swali linagusa hapa. Mfano, figo, unaweza kutoa figo lako kabaki na limoja kampa, ukatoa ini lako kabaki na limoja, ukaishi wewe na yeye akaishi vizuri. Hapa ndio kwa masala yameleta maneno marefu sana kwenye vitabu vya ilmu. Je, ili linajuzu halijuzu? Inavyodhihirika inajuzu. Unajua kwa nini? Kwa sababu tukitizama dalili wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vitu ambavyo vilikuwa vinawezekana kumpa mtu aishi, kumweka mtu aishi, walikuwa wanafanya hivi. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa hawajakuwa na uwezo wa kuchukua kiungo na mweka mtu, lakini kuna vitu ambavyo vilikuwa vinawezekana umweke mtu akiwa na dosari na anaishi vizuri, Mtume akaruhusu. Mfano, kuna hadithi mashuhuri ya sahaba mwema aitwaye Arfaja ibn As'ad. Katika vita, miongoni mwa vita jihadi, kapasuliwa pua. Alipasuliwa pua, akaweka fedha, akamfunga ile pua lake na fedha, pua la fedha likanuka, fedha ikanuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema basi mwekeni pua la dhahabu. Mwanaume kutumia dhahabu na kuvaa dhahabu haramu, lakini kwa sababu haya ni maisha ya mtu, Mtume akasema okay, nini. Hadithi na maneno marefu, usahihi wake na udhaifu wake, lakini kwa kupigia support na huku na kule, na kana hadithi inaweza kufika kwenye daraja ya uzuri. Kwa hiyo walimweka dhahabu huyo mtu ili aendelee na ishi vizuri, walikubali kufanya kitu cha haramu. Mtume sallallahu alaihi wasallam mtu aliweka pete ya dhahabu, akamwambia uliweka kijinga cha moto, maana uliweka kuni ya moto wa jahannam kwenye kidole chako. Mwanaume kuvaa dhahabu ni alivaa moto, lakini pamoja na hivyo vyote Mtume akamwambia weka. Abdurrahman ibn Auf jana kwa nimesema Saad ibn Waqqas, na shakika kama wako sahaba wawili, lakini kwa leo kwanza nikwambia Abdurrahman ibn Auf ndio kuna uhakika naye. Alikuwa yeye akivaa hizo nguo zetu za kawaida anajikuna sana,
anajikuna, anazorotesha maisha. Mtume akamwambia wewe unaruhusiwa kuvaa hariri. Kwa mwanaume kuvaa hariri ni makosa, ni haramu. Kwa sababu ni maisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamruhusu kuchukua hariri. Kwa hiyo hii inatupa faida watukufu wa Kiislamu kwamba waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jami'an. Ukiweza kumpa mtu maisha kana kwamba uliwapa watu wote maisha. Ukiweza kumpa mtu maisha kana kwamba uliwapa watu wote maisha. Na bila shaka vitu vya haramu vimekubalika watu kuvifanya kwa sababu ya maisha, basi vipi kumpa kiungo? Bali kumtazama mtu kwenye sehemu zake za siri, mwanaume mtazame mwanamke, mwanamke mtazame mwanaume, ni haramu shekhi. Lakini ikiwa katika udaktari na kumtibu mtu, ni ruhusa, inakubalika. Kwa hiyo katika mambo ya maisha, katika mambo ya kumpa maisha mtu, katika mambo ya kumponya mtu, katika mambo ya kumtibu mtu, vitu vya haramu vinakuwa ni halali. Vitu vya haramu vinakuwa ni halali. Kwa hiyo inavyodhihirika, wallahu aalam, ikiwa kwamba daktari mnamwamini, huyu daktari ni mahiri kabisa, huyu daktari anajua, tunadhania dhana percent nyingi kama anaweza kachukua hichi kiungo kwenye usalama kwa huyu anayechukuliwa, na atamweka huyu ambaye anaumwa hichi kiungo kwa usalama kabisa. Hizo sharti tatu hizo. Awe ni daktari ambaye anajua kabisa, sio wale wa barabarani wa kuogotesha, kubahatisha. Pia huyu atachukuliwa hichi kiungo abaki kwenye usalama, na huyu ambaye atapewa awe kwenye usalama. Usalama sio wa kuhakikisha, hata hiyo ni percent nyingi. Tukana huyu labda shaka fanyia watu wengi hivi wakapasi na nini. Hizo sharti tatu zikikamilika, basi apewe kiungo huyo ndugu, na yeye huenda akaishi maisha yake. Hicho ni kipengele cha tatu na vipande vyake vitatu. Kipengele cha mwisho cha 4 ni maiti. Kama jinsi alivyofuka aliyeuliza maiti anaandika, mimi nakufa, lakini nitachukua vipengele vyangu na viungo vyangu fulani, nitawapa watu ambao wanataka kuishi. Mimi nishajikufia zangu, au mtu kwenye mauti, mimi nishakata tamaa na maisha yangu, mtachukua mtawapa, haina neno. Sasa hii hukumu yake ni ipi? Kuna baadhi ya ulama wameharamisha kusema hata maiti haifai, kwa sababu Mtume amesema sallallahu alaihi wasallam, kupasua mfupa wa aliyekufa ni kama kupasua mfupa wa aliyekuwa hai. Ndio dalili yao. Lakini inavyodhihirika, na hili linakubalika kwa sharti ikiwa maiti alikusia au alikubali, nakubalika. Unajua kwa nini? Kwa sababu mtu akiwa mzima ikahitajika kumfanyia operation, atolewe kiungo mathalan kibaya ambacho kinataka kumletea madhara, inakubalika shekha. Mfano mtu anauma kansa, tunataka tumkate mguu, inakubalika kisheria. Mkata mkono, inakubalika kisheria. Na hiyo kukata mkono wa mtu, kukata kiungo cha mtu haikubaliki. Lakini kwa sababu ni maisha ya huyo mtu, imekubalika. Vipi aliyekufa? Kumpasua aliyekuwa hai kwa sababu ya jambo fulani, labda tumboni kuna risasi au tumboni kuna kitu ambacho kinaleta dosari, au kuna kiungo kimeharibika tumboni nataka kukitoa, ni ruhusa aliyekuwa mzima. Vipi aliyekufa? Hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kukataza kumpasua maiti ilikuwa ni katika njia ya kumuuzi bila faida, turja, bila faida yenye inategemeo. Lakini hapa kuna faida ambayo tunataka tumpe mwingine uhai. Inakuwa ni ihsan lilmayit, inakuwa mmemfanyia maiti vizuri. Na Allah kwenye aya ambayo sio moja ameamrisha watu kufanyana wema, akasema kwenye sura Al-Qasas aya 78, wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk, mfanyie mwenzako wema kama jinsi Allah alivyokufanyia wewe wema. Umeishi mashallah maisha yako uko vizuri,
ukiwa na afya yako, sasa umekufa, ukahusia wachukue maini yako au wachukue viungo vyako fulani wampe aliyekuwa mzima, inakubalika. Lakini ikiwa hakuhusia maiti, inakuwa sio vyema, kwa sababu mtu atafufuliwa na viungo vyake siku ya Kiyama. Katika hadithi, atafufuliwa shahidi na damu zake. Kama mmeenda kumchukua mtu viungo vyake, hakuambieni, siku ya Kiyama kafufuka, hana maini, hana mafigo. Sasa kukamata mbele ya Mungu, mimi nimekufa, niko na maini yangu na mafigo yangu, mimi sijui nani amenichukua. Mtoto wako njoo, wewe utachukua aje maini yangu na utachukua aje mafigo yangu mimi bila mimi sijakwambia? Mambo yatakuwa makubwa huko hapa. Lakini akihusia yeye mwenyewe anajua jinsi atajitetea kwamba nimempa mtu mwingine apate maisha. Kwa hiyo akihusia, inavyodhihirika, inakubalika. Na hii ndio fatwa inaonekana kama itakuwa ya wengi katika ulama wa sasa. Jumhuri ya leo, jumhuru muasirin, ndio fatwa ya Lijna Ad-Daima, ndio fatwa ya Baraza Kuu la Mashekhe wa Saudia, na ndio fatwa ya shekhe wetu Sheikh Suleimani Ruhail na mashekhe wengine. Kwa hizi inavyodhihirika mpaka leo, inajuzu kuchukua kiungo kamweka aliyokuwa na umwa kwa huyu urefu tulioutaja, wallahu a'lam. Madamu tumeshajuzisha hilo jambo, ni madaktari kwanza watazame hali ya mtu kama atakuwa kwenye usalama, hali ya mtu atapona, wahakikishe kama mtu atapona. Ikiwa mtu atapona ni ruhusa. Kwa nini? Kuna aya katika suratu Al-Maida, sura ya 5, Allah tabaraka wa taala alikuwa alizungumzia kuhusu masala ya kukata viungo, lakini kwa ni qisas. Asema katika aya 45 pale, wakatabna alayhim anna an-nafsa bin-nafs wal-ayna bil-ayn wal-anfa bil-anf wal-udhuna bil-udhun was-sinna bis-sin wal-juruha qisas faman tasaddaqa. Wameandikiwa kwamba kimtoa mtu jicho na utolewe, kimtoa mtu sikio na utolewe, kimtoa mtu jino na utolewa. Lakini atakayetoa sadaka akasamehe, amesameheka. Mfano, mtu alikutoa sikio au jicho na wala sasa kumtoa sikio au jicho, inabidi umtoe sikio au jicho, lakini sasa mimi namsamehe, basi yule mtu anasamehewa. Kumbe inakubalika kumtoa mtu kiungo kwa kumkomoa, kwa kumlipiza. Basi kumtoa mtu kiungo kwa kumpa mtu aishi, wewe huoni kama kuna maslahi makubwa hapo katika hiyo aya? Na ukifungua hata sura al-Baqara, Allah anakuambia walakum fil qisasi haya, katika qisasi pako maisha. Yaani mtu akiua yeye auliwe, ili watu waogope kuua, maisha yawepo. Kumbe malengo ya qisasi ni ili watu waishi. Basi kama hiyo ni malengo, inabidi tuyatizame hayo malengo, hata kwa kuchukua kiungo cha maiti kumpa mtu ambaye yuko hai. Kuhusu mnyama yani kaza na daktari wahakikishe, je, kiungo cha mnyama kinaweza kikawa sawa sawa kwa mwanadamu? Yani hata hiyo ni sawa sawa ya ufupi, na kwa ile sawa sawa ya ufupi, mfano vile hichi kiungo cha mnyama, huyo mtu hana mwezi anakwenda, wanakuwa wadaktari wanakadiria siku za kuishi. Huyo mtu akibakia na hivi viungo vyake, mwezi mmoja anakwenda. Lakini tukimpa kiungo cha huyu mnyama, anaweza kaongeza 3 miaka 10, wanakadiria hivyo, na makadara Allah ndo anayapanga. Lakini wanadamu wanaweza kukadiria wakapatia. Basi hicho kiungo cha mnyama mwanzo kakichukua. Ama kuhusu mnyama ukiwa ni mnyama wa haramu, mathalan nguruwe au mbwa au
Kwa kweli sikujaliwa kuyaona haya masala wala kuyatafuta kwenye vitabu vya ilmu, lakini naweza nikakumbuka kwamba kuna masala fulani nimeyapitiaga yanasema kwamba mtu akiungua mishipa ya nguruwe ndo anaweza akashoneka vizuri, ikawa inaruhusika kumshonesha mishipa ya nguruwe, kwa sababu kinachoharamishwa ni ile nyama ya nguruwe kuila au yale mafuta yake kula, sio kumshonesha mtu. Inavyodhihirika na yenyewe inaweza kukubalika, wallahu aalam.